My viewers, leo tuko Kwale County, Ng'ombeni Ward, kijiji cha Timbula. Tumekuja kuunganika na mkulima wetu aliyeona kwa wakulima wenzake jinsi wamepunguza gharama, na yeye akasema pia anataka kujiunga na kilimo cha Azolla. Ungana nami tunapoanza kuprepare point yake. Kuchimba, we levelize. Tunaeka damp yetu. Kwa nini damp liner? Inasaidia kuretain ile maji ikae kwa muda mrefu. Ninaomba kina Nancy, njoni mnisaidie kushika hii damp liner tuweze kuweka. Hii maji ambayo sasa tumeweka kwa hii damp liner, ambao hii size ya ponge ambayo tumeweka imeingia mitungi 60, na hii maji ina uwezo ya kukaa hapo zaidi ya 3 years to 4 years ikiextend. Kwa hivyo ina last long. Hii mbolea unavyoiona hivi ndio tunaweka. Baada ya kumwaga mbolea yetu katika kidimbwi chetu pamoja na mchanga, huwa after that tunachuja the floaters. Huwa tunachuja the floating things. Kwa nini tunachuja the floating materials? Kwa sababu tukiweza kuweka Azolla na kuna zile vitu ambavyo imefloat juu, inagawanyisha, inakuwa Azolla haiwezi kumultiply haraka. Why? Azolla multiplies by touching one another and extend. Kwa hivyo lazima hivi unavyoona tunachuja huo uchafu ambao umefloat juu ya maji ndio tuweze kumwaga mbegu zetu. That we put our reagent to mix the water with. Yes, my viewers, I'm happy today. I'm in Kwale County, Ng'ombeni Ward, kijiji cha Timbula. Tumekuja kufanya Azolla adoption. Nina mkulima wangu ambaye pia anasema amechoka na mzigo wa gharama. Je, Mama Mary wasemaje? Nimechoka kweli mama. Nimechoka kweli. Tangu nijionee hii, nikaenda kwa wakulima 2 watatu. Nikasema hata mpaka mimi pia niweze. Nimefurahi sana kwa kukuja kwako, mpaka nimechimbiwa. Gunia moja ni siku moja tu na nusu imeisha, na ni 3,000 na juu. Nimenunua jana, naona penye imefika, si leo tu jioni itakuwa imeisha. Sasa ndio nikafikiria wenzangu kweli wanalisha tu hii chakula na kuna kitu. Nikadokesewa, nikaambiwa kuna ukulima wa Azolla, yaani kuku za kizungu, na niko na improved kienyeji ambayo zinakula pia. Layers niko nazo karibu 300. Sasa nikiona gharama iko juu,
Nikaona, nikatembea kwa wenzangu, wakanierefusha, wakaniambia kuna chakula kinaitwa cha muhimu ambacho kiko na madini yote ambayo ningepata kwa ile chakula, na hicho ni chakula ambayo ni organic, hakuna kitu kingine ndani, yani hakina chemical ndani, kitamaduni. Yani unatumia tu mchanga na unatumia mbolea ya nyumbani, pengine ya mbuzi ama ya ng'ombe ambaye imepoa, na ukishaweka ndani, haya basi wewe ni kuvuna tu na kulisha mifugo yako. Na mama, nimeona pia huko na ng'ombe. Ng'ombe pia utakuja kunieleza sasa mwalimu vile nitaweza kuharvest na kupatia. Kwa sababu ng'ombe wa maziwa akila Azolla anatoa maziwa mengi na mazito. Nimesikia hivyo. Tutaongeza bidii tukiendelea. Na pia wenzangu pengine wataona na watafurahia. Asante sana. Haya, sasa ni masaa ya kuweka mbegu zetu, kila mtu achote, tusherekee kama familia. Haya. Mmea huu ulioingia katika familia yetu kupunguza gharama, mzigo kando, faida juu. Na pia nimepata fursa ya kuunganika na wakulima wa kilimo wa Wang'ombeni Ward from our count Kwale. Wamesupport mmea sana, manake wanaona wakulima wao wamepunguza gharama. Je, Madam Nancy, unaona hii maneno wewe kwako imekusaidia? Mimi imenisaidia sana, hata sina chakula ya dukani kwangu. Mimi kuku wangu asubuhi naamka na wapea Azolla, wakishashiba wanarudi kwa banda. Mayai nasikia pia umekula. Mayai ni makubwa na yako na kala nzuri. Yellow kabisa, hakuna white tena. Madam Priscilla, na wewe je, unasemaje? Mimi imenipunguzia gharama sana. Mwanzo nilikuwa natumia pesa nyingi sana. Lakini kutoka nilipoweka hii Azolla kwangu imenipunguzia gharama kama 75%. Kwa hivyo ninashukuru sana. Kuku huwa wanakuwa na kilo kabisa, wanakuwa haraka. Na kuku pia hao ambao wamewalisha Azolla, huwa nyama yake iko tamu sana, miguu iko yellow kabisa. Kwa hivyo tunazidi kuwahimiza pia wakulima, hiyo ni kazi ambayo tunafanya kwa sensitize ili kwamba nao wawekewe Azolla. Asante sana kwa kazi yenu nzuri maofisa, manake kama ingekuwa si kazi yenu singejua Madam Mary. Asante. Mumesaidia wakulima wenu kupunguza gharama kabisa. Thank you for the effort na kazi ambayo mnafanya katika kaunti yetu. Na kaunti ijue mnafanya kazi nzuri. Mnatembea mashinani hata masaa ambao sio ya kazi, kuhakikisha wakulima wamepunguza gharama na ufugaji umepanda. Haya, tutatupa kwa pamoja na tuseme Azolla hoye. 1 2 3. Azolla hoye! Yes, my viewers na mkulima wangu ulio pale nje, gharama ya ufugaji imekukalia mpaka you feel like giving up. Can you change to Azolla farming? Hivi project ambayo tumekuja kufanya kwa Mama Mary, tumekamilisha project yetu, tumemwekea Azolla. Amesema mwenyewe amechoka na gharama na ninaamini itampunguzia gharama zake za ufugaji. Our project sasa imeisha na iko sawa. Na mama ni officers wamekuja pia kuona kazi inavyoendelea. Thank you very much.